Mwanahasbirio ni show ya Diamond Platnumz nchini Uganda ama Uganda imekuwa ni miongoni mwa show ambazo zimeibua maswali mengi sana kwa wasanii wa nchini humo. Miongoni mwa wasanii ambao wameibuka na kuweza kudai ya kwamba serikali ya Uganda haijawatendea haki wasanii wa Uganda ni mwanamuziki ambaye anafanya vizuri zaidi nchini humo, ambaye aliibuka na kudai ya kwamba haiwezekani Uganda ikatumia pesa za watu wa Uganda kuitangaza nchi hiyo kwa tofauti na vile ambavyo wao walikuwa wanategemea. Lakini pia akawa ameenda mbali zaidi na kudai ya kwamba Uganda haiwezekani wao wakaamua kabisa kutumia pesa za kodi za watu wa Uganda kukodi private jet kwa ajili ya msanii mmoja kutokea nchini Tanzania, na hapo wakiwa wanamtaja mwanamuziki Diamond Platnumz. Wala ambao mlifanikiwa kuweza kuingia mtandaoni mtakuwa mlifanikiwa kuweza kuona hili ya kwamba Diamond Platnumz ndo msanii pekee ambaye aliweza kulipwa gharama kubwa zaidi kwenye moja kati ya matamasha hayo ambayo yamefanyika nchini Uganda, na akiwa kama msanii ambaye ameweza kulipwa pesa nyingi. Diamond alilipwa zaidi ya pesa ambazo ni za Kitanzania milioni 600, ambapo kwao ilikuwa inasomeka kama UG milioni 750. Wale ambao wamekuwa ni watumiaji wa mitandao ya kijamii, nadhani hii ni miongoni mwa story ambayo mtakuwa mlipata nafasi ya kuweza kukutana nayo pia kwenye mitandao ya kijamii. Kazi yangu mimi ni kuwa naendelea kuwasogeza karibia na update ambazo nakuwa nimezipokea baada ya kufanikiwa kuweza kuipokea hii, nami pia nikalazimika kuisogeza karibu na nyie. Yapi ni maoni yenu wana Hasbirio? Taifa hili ni taifa huru na hatuingiliani kwenye East Africa kuhusu masuala ya kisiasa. Kila nchi ina mambo yake. Tumeona swala lililotokea juzi la wanaharakati na yaliyowapata, lakini tumeona jinsi vyombo vyetu vinavyotukanwa, lakini pia tumeona rais wetu anavyotukanwa na majirani zetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kama wabunge wa bunge hili tutakuwa wa mwisho kukubali kuona rais wetu anatukanwa halafu tukakaa kimya. Mheshimiwa Mwenyekiti, na niwaombe wanasiasa wenzangu wa Tanzania. Tanzania tumepatwa matatizo mengi sana ya majaribio ya kupoteza amani yetu. Tumepatwa na tatizo la Rufiji. Vyombo vyetu vilifanya kazi kubwa sana, na sisi kama wabunge, mimi nilikuwa mbunge, tulifika mpaka mahala ya kuahirisha shughuli za bunge ili tujadili usalama wa watu wa Rufiji. Tumepata tatizo la kusini Msumbiji. Majaribio yale tulilalamika sana. Tukapata tatizo la panyarodi, nadhani kwenye bunge hili tukalalamika sana. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vilifanya kazi kwa utulivu na amani ikarudi na taarifa ikawepo. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wanasiasa wa bunge, sisi tumekuja humu kwa ajili ya kuwawakilisha wananchi, na sisi ndo tumepewa dhamana ya kuwasemea wananchi wetu. Hakuna mbunge hata mmoja anayetaka kuona jimboni kwake kunanuka. Hakuna mbunge hata mmoja anayeona vyombo vyetu vya ulinzi na usalama havifanyi kazi. Niwaombe wanasiasa wenzangu, tusiingie disco la Kimasai ambalo hatujui kulicheza. Na hawa wenzetu wamekuja kutoka Kenya, tuwaombe, na wao wanaangalia bunge hili. Sisi Tanzania hatuna cha kujifunza Kenya. Hatuna hata kimoja cha kujifunza. Tunawazidi siasa, tunawazidi akili, tunawazidi kila kitu. Na wala swala la Kiingereza sisi sio kipaumbele. Tuna maisha yetu. Kwa hiyo niwaombe sana vyombo vya ulinzi na usalama, msikubali kuruhusu watu hao waje watuharibie nchi yetu. Niwaombe sana. Huyo sijui Mwangwa, sijui Mwangi na Mazakarua ndo vinara wa Gen Z kule. Wameharibu nchi yao, wamewekwa na ndani.
wametoka kule wamekuja tena Tanzania. Tunawaomba Wakenya, hatuna ugomvi na Wakenya wa kawaida, tuna ugomvi na wanaharakati, na sisi tuko tayari kupambana nao majukwaani. Niwaombe sana Wakenya, tunafanya nao biashara, tunafanya mambo mengi ya kiuchumi, marais yetu wanaheshimiana, waje Tanzania kuja kujifunza, waje Tanzania kuja kutalii, lakini niwaombe wasije kutujaribu. Na mimi kama mbunge niwaombe vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, najua mnapitia wakati mgumu. Saa nyingine na sisi tunawasema, lakini zibeni masikio. Nadhani jeshini huwa hamfundishi siasa, fanyeni kazi yenu. Kama mtu anatuchokoza, sisi tunahitaji kuendelea kuniga tai, hatutaki kinuke. Hatuhitaji swala la kunuka kwenye nchi yetu. Nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, pamoja na viongozi wetu, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, sisi tunaviamini kwa 100%. Haya ni majaribu na yatapita. Endeleeni kufanya kazi, endeleeni kufanya kazi. Na nimemsikia mwanasiasa mmoja mwenzetu, rafiki yangu, amepiga akaingilia mpaka na maamuzi ya rais. Jamani, tulikuwa na awamu ya 5 humu ndani. Mimi nilikuwa mbunge, Mwamba marehemu. Hakuna mtu alinyanyua mdomo, hakuna mikutano, na hata hiyo press ungepiga jioni ungekuwa nao jamaa. Sasa tusimwone mama mpore tukatumia hii nafasi kumwingilia mpaka na maamuzi yake. Sisi wote tumeapa kulinda katiba. Rais wetu amelinda kuapa katiba na kulinda usalama wa nchi yetu. Aachiwe nafasi afanye kazi. Haya majaribu mnayofanya, Samia tunaye na tunatamba naye mpaka 30. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wanasiasa, swala la usalama tusilifanye la majaribio. Tuliguswa tuna panya road nyewe watu wa Dar es Salaam humu ndani. Mlipiga kelele, hey! Sasa kimeanza kidogo kidogo hiki tukikiacha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kule Kenya wakati wa utawala wa Uhuru, watu walikuwa wakipotea hivi, kabla ya kufanya uchunguzi vinasingiziwa vyombo vya ulinzi na usalama. Wakabagaza vyombo vyao vikadhalilika. Matokeo yake vyombo vimefanya uchunguzi vikaenda kukumbana na shakahora, watu 200 wamefukiwa na mtu. Lakini mmeshatukana vyombo vyenu, mnawakatisha watu tamaa. Aise, kwa sababu leo tuko wote humu na mimi hii ndo nafasi yangu kwa ajili ya kuwakilisha wananchi wangu. Niwaombe vyombo vya usalama, hata mimi nikikosea nitie ndani ili wengine wasalimike. Lazima mfanye kazi yenu, tusiwaingilie. Hata wanasiasa naona kama labda joto limeanza. Mimi nilikuwa naangalia hata ile clip, nikawa namwangalia mdogo wangu Gwajima hapa, askofu. Labda kuna joto jimboni, maana ile press mimi sikuielewa. Na niwaombe wanasiasa, tunaporudi kwenda kuchaguliwa, tukisimama majukwaani, tuahidi vitu tunavyoviweza. Mkiahidi vitu vikubwa ambavyo haviwezekani, matokeo yake mwishoni mnaanza kutafuta huruma ya wananchi. Mimi nakaa Mikocheni. Tunasubiri kwenda Japani kwa Gwajima. Alituahidi kwenda Japani, tunamsubiri atupeleke Japani. Alisema anatupeleka Japani na Ujerumani tukabadilishana uzoefu. Na mimi niliandika jina, ni mwananchi wako wa Mikocheni, tunakusubiri utupeleke. Kwa hiyo tusilete pressure za majimbo tukaanza kuingilia mamlaka. Rais ana nafasi ya kumtengua yoyote na kumweka mtu yoyote. Tusitumie uporo wa Mama Samia kuanza kuingilia mpaka state kwenda kupanga na kupangua. Hapana. Wananchi wetu kule wanatushangaa. Mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, jana nimepokea zaidi ya simu 200. Wanasema kesho mambo ya ndani. Hatutaki kusikiliza chochote, hata kituo cha polisi usiombe, hata gari usiombe. Watie moyo polisi, watie moyo vyombo vya ulinzi na usalama. Tunataka kuishi kwa amani. Hivi niwaulize, tukianza kuwadogosha askari wetu. Tumefanya kazi kubwa. Tumejenga bwawa la Mwalimu Nyerere, tumejenga daraja la Busisi, tumejenga mwendo kasi. Kama hamna amani, basi yote yataharibika.